Habari ya kusikitisha ambayo habari hiyo tumeweza kuipokea muda wa saa 3 takriban. Ni habari ambayo inazigonga nyoyo za waumini. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kumbuka uko pamoja na mtangazaji wako wa habari Bwana Abdul Karim Balala, ambapo nitaendelea kukuletea habari tofauti ambazo zinaendelea ndani ya nchi yetu pendwa ya Burundi, hususan zikiwa zinawagusa miongoni mwa wale ambao ni Waislamu. Mmoja mwaka zangu ambaye anapatikana katika sehemu ya Ngozi amenipigia simu muda wa saa 3 takriban na dakika 20, huku akiniambia, bwana yangu, kaka yangu Bwana Balala, kuna habari ya kusikitisha ambayo imetokea Ngozi. Ni moto ambao umewaka ndani ya soko kuu la Ngozi, ambao moto huo mpaka sasa wako wanafanya uchunguzi umetokana na nini, lakini hawakuweza kujua rasmi ya kwamba moto huu umetokana na kitu gani. Kipindi moto umewaka, baada ya dakika takriban 30 pamepatikana kizima moto ambacho kilikuja, lakini kilikuwa kidogo kiasi ya kwamba kilizima moto haukuweza kuzimika wote kwa ukamilifu. Kipindi hicho moto ulianzia karibu na parking ya magari katika soko kuu la Ngozi, na wanakuambia baadhi ya watu, miongoni mwa vitu ambavyo vimeweza kuungua hapa, tukisema ni bidhaa, biashara za watu, maduka yameweza kuungua, hata baadhi ya magari ambayo yaliweza kuwa karibu na sehemu ambapo moto ulianzia kuwaka. Endelea kwa pamoja nami, lakini tunajiuliza, hilo tukio limeweza kufanyika mara moja? Lakini wanatuambia hapana. Kwanza, soko la Ngozi ni soko ambalo ni la thamani na huwa na faida kubwa, hususan kaskazini mwa Burundi, ambapo ni huko sehemu za huko. Ni soko ambalo linapatikana biashara nyingi sana. Mwaka 2006 tukio hilo liliweza kutokea katika soko hilo la Ngozi, ndipo waandaaji wakaweza kuandaa vizuri kwa mfumo wa chuma ili walinde moto kubaki unawaka. Lakini pia tukio hilo baada ya miaka kadha toka mwaka 2006 limejirudia mwaka 2026. Unasemaje? Karibu ungana nami Balala Charity Foundation. Daima itaendelea kuhabarisha habari tofauti zinazopatikana ndani ya nchi yetu pendwa Burundi na nje ya nchi yetu pendwa ya Burundi. Kumbuka uliko pamoja nami moja kwa moja katika baadhi ya maduka yaliyoungua. Yapo maduka ya wale ambao waliweza kuwa ni waaminifu. Basi sote kwa ujumla, wewe msikilizaji na mimi ambaye ni mzungumzaji, mtangazaji wako habari Bwana Abdul Karim Balala, tunaomba tupandishe mikono juu, sote tuombe dua wale ambao walipata matatizo hayo. Allahumma taqabbal du'ana, Allahumma taqabbal du'ana, Allahumma taqabbal du'ana. Ewe Mwenyezi Mungu, wewe ndiye mpanaji. Ya Rabbi, hakika tunakubali wewe ndiye unayempa mwanadamu. Ya Rabbi, watazame Waislamu wa Ngozi, wanusuru na janga hilo. Ya Rabbi, unawaona ndugu zetu Waislamu ambao wapo Ngozi, tunakuomba wasamehe kwa yale ambayo walikufanyia. Ya Rabbi, tunakuomba warehemu kwa yale ambayo yaliwatokea. Ya Rabbi, tunawaombea subra. Ya Rabbi, tunawaombea subra. Ya Rabbi, wajalie subra ya Rabbal Alamin katika tatizo hilo lilokuwa nalo. Ya Rabbal Alamin, tunawaombea subra. Ya Rabbi, tunakuomba uwe karibu nao. Ya Rabbi, tunakuomba uwe karibu nao. Ya Rabbi, tunakuomba wajalie utulivu ndani ya nafsi zao. Nafsi zao hazijatulia, Rabbal Alamin, wanapoteza mapesa. Ya Rabbal Alamin, tunakuomba wajalie uwape subra ndani ya nafsi zao. Ya Rabbi, tunakuomba wasamehe madhambi yao, hakika wewe ndiye msamehevu. Ya Rabbi, tunakuomba uinusuru Ngozi ya Rabbal Alamin. Ya Rabbi, wanusuru Waislamu katika janga hili waliokuwa Ngozi ya Rabbal Alamin, wale waaminifu ya Rabbal Alamin, wale waliokuamini ya Rabbal Alamin, wale wanaokufanyia ibada ya Rabbal Alamin. Tunakuomba wanusuru Waislamu hao. Ya Rabbi, tunakuomba wasamehe madhambi yao. Ya Rabbi, tunakuomba wape subra Rabbal Alamin. Haya uliyopeleka Rabbal Alamin, tunakuomba wape zaidi ya hayo Rabbal Alamin. Ya Rabbi, tunakuomba utakapowapa walipe zaidi ya hayo ya Rabbal Alamin. Walikuwa na milioni 2, wajalie milioni 20 ya Rabbal Alamin. Walikuwa na milioni 5, wajalie milioni 50 ya Rabbal Alamin. Ya Rabbi, wape subra ndani ya nafsi zao. Ya Rabbi, warehemu ndani ya nafsi zao. Kila Muislamu wa Ngozi aliyepata na janga hilo la Rabbal Alamin, tunakuomba mjalie sakina ndani ya nafsi yake. Kila Muislamu aliyepata tatizo hilo la Rabbal Alamin, tunakuomba umjalie sakina ndani ya nafsi yake. Kila Muislamu ambaye amepata shida hiyo ya Rabbal Alamin, tunakuomba umjalie sakina ndani ya nafsi yake. Allahumma nusri muslimina wal muslimati fi kulli Burundi ya Rabbal Alamin. Allahumma nusri muslimina wal muslimati fi
كل بوروندي يا رب العالمين. اللهم نصر المسلمين والمسلمات في كل بجمبورة يا رب العالمين. اللهم نصر المسلمين والمسلمات في كل نغوز يا رب العالمين. اللهم نصر المسلمين والمسلمات في كل نغوز يا رب العالمين. اللهم نصر المسلمين والمسلمات في كل نغوز يا رب العالمين. اللهم تقبل دعانا، اللهم تقبل دعانا. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله liman hasadana. Naam, mpenzi msikilizaji, na wewe mpenzi mtazamaji, endelea kutufuatilia. Ni Balala Charity Foundation, daima tutakupa habari mbalimbali. Kumbuka ulikuwa pamoja na yule ambaye ni mzungumzaji wako Bwana Abdul Karim